Huyu simba anakula wastani wa kilo 15 kwa siku. Anakula kilo 15 kwa siku, lakini sio kila siku. Inakuwa inaruka kwa interval ya siku moja. Ukiruka siku moja, siku ya pili yake ndo anakula hizo kilo 15. Kwa majina naitwa Daudi Tesha, ni afisa mhifadhi kutoka TAWA. Awali ya yote niwapongeze sana wananchi wa Njombe. Kwa kweli nafurahi, wanajitahidi sana kutunza misitu na wanaonekana wana mwamko mkubwa kwenye kutunza misitu, lakini si misitu tu, nawapongeza hata kwenye swala la utalii. Inaonekana wana kiu kubwa kabisa ya kuona wanyama. Tangu tufike hapa, kwa kweli banda hili limejaa watu kweli, na hata ukienda mitaani simulizi limekuwa la kuhusiana na wanyama hao, hususan simba, tembo na wanyama wengine. Wanapenda wanyama. Kwa hiyo swala la kutunza kwa kweli ni wasihi waendelee kutunza hii misitu, lakini vile vile hata wanyama, kwa sababu faida za kuwa na wanyama na misitu inasaidia sana katika kuongeza pato. Tunajua la mtu mmoja na la nchi kwa ujumla, na vile vile inasaidia kwa sababu hawa wanyama tulikuwa nao sisi tumewarithi na tutawarithisha kwa watoto wetu. Ni vizuri sana vizazi hata vinavyoendelea wapate kuwaona wanyama hawa na wajifunze mengi. Ndio urithi tulionao. Mungu ametupa urithi huu na sisi tutautunza. Simba huyu kwanza ametokea katika zoo ambayo iko mkoani Ruvuma katika mji wa Songea, ndani ya manispaa ya Songea pale kuna zoo inaitwa Luila Zoo. Ndio ametoka simba huyu na wanyama wengine unaowaona. Simba huyu hana madhara hapa. Ni simba ambaye yuko kwenye kizuizi, kwenye mabanda, yani cages. Wananchi wanaweza kwenda kumwangalia kwa ukaribu, na hana madhara yoyote. Na hata kama wakikosa fursa hiyo hapa, japokuwa tunapenda sana watumie fursa hiyo hapa, lakini wakikosa wanaweza kaenda Luila Zoo. Siku wakitembelea Songea, eneo la Luila Zoo, basi wanaweza kaona wanyama wengi sana. Watafurahi. Kuna vivutio vingi sana ndani ya zoo hiyo ya Luila ambayo iko Songea. Historia ya mnyama huyu simba unaomuona, walizaliwa katika kizazi chao. Walizaliwa 5. Kipindi hiko akiwa Arusha, na wawili kati yao, Lucy na Liana, walipelekwa mkoani Ruvuma katika mji wa Songea huko unapokuambia Luila Zoo. Kwa kulikuwa kuna Lucy na Liana, lakini baadaye Liana alichukuliwa akawa amepelekwa Dar es Salaam Pande, na huyo alobakia anaitwa Lucy. Kwa majina anapewa kutokana na viongozi fulani au kutokana na mazingira, lakini kwa jina kwa kweli walipewa jina la Lucy akiwa mdogo kabisa, na mpaka sasa hivi anaendelea kufahamika kwa jina la Lucy. Ukali wa mnyama unatokana na mazingira aliyokuwa nayo na kutokana na jinsi alikuwa anapambana na maeneo husika. Kwa mfano, wale wanyama ambao simba alikuwa polini kabisa, amezaliwa polini, yuko polini, tunajua kwamba anakutana na vizuizi vingi, wanyama wanakutana na changamoto nyingi, na yeye ule ukali unakuwa ni kujihami. Lakini huyu mnyama tunaomzungumzia ambaye ni Lucy ni simba ambaye amezaliwa kwenye cages. Kama nilivyosema, historia ya nyuma alikuwa kuna hifadhi fulani ambayo iko Arusha, walizaliwa pale. Kwa hiyo maisha yake yote amekulia kwenye mabanda, kwenye cages. Na hawajakutana na ule uadui wa wanyama wengine au binadamu ambao kumsumbua, na kwa vyovyote vile, kwa sababu usumbufu umekuwa mchache, basi naye kwa kitabia lazima anakuwa na adapt, anakuwa na tabia ambayo ya upole kiasi fulani. Huyu simba anakula wastani wa kilo 15 kwa siku. Anakula kilo 15 kwa siku, lakini sio kila siku. Inakuwa inaruka kwa interval ya siku moja. Ukiruka siku moja, siku ya pili yake ndo anakula hizo kilo 15. Kwa hiyo ni simba ambaye tunamlisha nyama ya ng'ombe, nyama safi ambayo imetoka buchani kabisa au tena machinjioni, na nzuri ikiwa na damdamu. Kwa hiyo tunamlisha nyama nzuri. Kwa hiyo wastani wa kilo 15 baada ya siku moja kuruka. Tunashukuru wizara wameamua kutuletea wanyama hai
Wengine kwa namsikia Simba tu yukoje, lakini Simba leo yuko hapa. Simba yuko hapo, yuko live. Njoni mumuone. Muone shughuli yake. Isiwezekana usimuuzi tukasema kinyanyuka inaweza kawa changamoto. Usimuuzi, lakini atakuwa yuko katika maeneo haya. Pamoja na faida nyingi ambazo tunazo katika maeneo yetu. Ukipita kwenye mabanda utajifunza faida za utunzaji wa miti na misitu katika maeneo yetu. Bidhaa nyingi zilizoko hapa zimetokana na mazao ya misitu na miti. Wakati tunaendelea kumsubiria waziri mkuu, tuliamua kama mkoa tuwe na shughuli za kufanya kwenye uwanja huu. Moja wapo ni kujiona na kuona mambo yanayofanyika katika wizara yetu na kujifunza vitu vinavyofanyika. Leo nimepita pale, nilikuwa nafundishwa namna ya teknolojia ya kumkausha mnyama. Na mkipita pale mtaona mambo ni mazuri sana. Lakini ukiendelea kupita kwenye misitu hii, kuna misitu ya milingoti ambayo imeboreshwa kidogo tofauti na milingoti leo. Ndani ya miaka 7 unaivuna. Kwa ni waombe mpite kila banda, wananchi piteni, msiliache. Tunajua sisi uchumi wetu wa Njombe ni misitu. Ndio biashara yetu, ndio mitaji yetu, lakini ndio utajiri wetu. Na Wananjombe ni matajiri kwa sababu ya misitu. Njombe oye! Kwa msiache kupita kwenye mabanda haya. Kabla ya tukio hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya hamasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa uhifadhi, lakini pia tumeweza kupanda miti katika taasisi mbalimbali ili kudhihirisha kwamba siku hii inao umuhimu mkubwa kwetu sisi wa Tanzania, lakini kwetu sisi Wananjombe ambao tumepata fursa ya mwaka huu tukio hili kufanyika kwetu. Hivi bila misitu chakula kinapatikana wapi? Ya kwamba ndani ya msitu tunapata maji, ndani ya msitu tunaweza kufanya umwagiliaji, ndani ya msitu na faida tele ambazo kila mtu anaweza akazitambua. Ndugu mgeni rasmi, katika maadhimisho haya kuna mambo makuu matatu au manne ambayo yanafanyika. Kwanza ni hamasa kwa wananchi wote Tanzania kwa kupitia hapa Njombe. La pili ni maonesho ya bidhaa mbalimbali za wajasiriamali mbalimbali, aidha zinazotoka moja kwa moja katika hifadhi zetu za misitu au ambazo zinatokana na uzalishaji unaotokana na kwenye mazao ya misitu. Lakini tatu, watu wataweza kuona namna gani ambavyo bidhaa ya misitu inaweza kuongezwa thamani katika kuhakikisha kwamba hakuna kinachotupwa katika mnyororo mzima wa mazao ya misitu. Lakini nne, ambalo ni kubwa kuliko yote, wananchi watapata fursa ya kupata ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye pia atakuwa anazungumza maneno ambayo yanawakilisha ujumbe wa mhifadhi mkuu ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Ridhiwani, natoka TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania, kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa wakazi wa Njombe nitoe rai kwamba waje kwa wingi katika mabanda yetu, kwani tuna maafisa mbalimbali wenye weledi ambao wako maeneo haya. Kwa hiyo wakipata fursa kufika hapa watapata vitu vingi ambazo wakati mwingine wangeweza kutumia labda nguvu kubwa. Kwa mfano mathalan tuna fursa za uwekezaji. Kwa hiyo mtu akifika hapa kama anatamani kuja kuwekeza, inakuwa ni rahisi, anapata miongozo, mara moja anaanza uwekezaji wake. Kama mtu anataka kufanya biashara ya mazao ya misitu, nguzo, kuni na kadhalika, pia anaweza akaja hapa akapatiwa usajili na akaelezwa namna bora ya kufanya biashara hizo.